klabu ya Yanga Young African walikuwa na jambo lao la kumkaribisha mshambuliaji mpya waliyemsajili kutoka Mamelodi ya kule Afrika ya Kusini, na huyu si mwingine ni Peter Shalulile, ambapo Young African waliandaa conference, mkutano kwa ajili ya kumkaribisha mshambuliaji huyo. Sasa baada ya Peter Shalulile kutua ndani ya Tanzania, nafasi aliyopewa kwenye mkutano ambao umefanywa jana, Young African Peter Shalulile amezungumzia kuhusiana na dabi ya Kariakoo na ametuma salamu ziende kwa wana Simba. Sasa hili jambo limezua utata miongoni mwa mashabiki hususani wa Simba Sport Club, lakini pia mashabiki wa Tanzania. Sasa twende tukatazame kauli ya Peter Shalulile aliyozungumzia kuhusiana na wekundu wa Msimbazi. Je, ni kauli gani hii? Tunaenda kuijadili hapa Tubone Media. Kitu ambacho natakiwa kufanya ni kukaa nasi mwanzo mpaka mwisho, lakini pia wewe kama ni mgeni na ni mara yako ya kwanza unatutazama, kuna neno limeandikwa subscribe hapo chini, hakikisha umebonyeza na umebonyeza alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa umejiunga na familia hii ya michezo na burudani na utakuwa mtu wa kwanza kupata taarifa za kimichezo zaidi kutoka kwetu. Naam, sasa jana tumeshuhudia tamasha kubwa la klabu ya Young African ambao lilikuwa ni la kumpokea mshambuliaji wao mpya Peter Shalulile, ambao wamemsajili moja kwa moja kutoka kule South Afrika ya Kusini, timu ya Mamelodi. Peter Shalulile tayari ameshatua ndani ya Wanajangwani, lakini pia ameshatua kwenye ardhi ya Tanzania. Yupo tayari kuungana na timu kwenye mazoezi kuelekea msimu mpya wa 2026 2027. Lakini mshambuliaji huyo mpya wa klabu ya Young African Peter Shalulile ameonyesha wazi kuwa tayari ana hamu ya kuonja pressure na hisia za dabi ya Kariakoo kati ya Young African na Simba Sport Club. Akizungumza wakati wa mapokezi yake rasmi, Shalulile amesema ana rafiki yake anayecheza Simba ambaye amewahi kumsimulia mara kadhaa kuhusiana na ukubwa na hisia wa mchezo huo. Sasa je, ni rafiki gani ambaye pale Simba anacheza? Tumeona Simba Sport Club imesajili wachezaji wengi sana kutoka South Africa. Mmoja ni Neo Maema, lakini mwingine ni Lucien Delok ambao wanakipiga kwenye klabu ya wekundu wa Msimbazi. Lakini Peter Shalulile amesema moja kati ya wachezaji hao ni rafiki yake. Lakini Peter Shalulile alichokisema ni kwamba hivi, na nukuu maneno yake: nina rafiki yangu anacheza Simba Sport Club. Nilisikia mara kadhaa akieleza kuhusu hisia za mchezo wa dabi ya Kariakoo. Nikasikia kuhusu hiyo mechi, vinyweleo vikasimama. Sasa hiyo ndiyo kauli ya Peter Shalulile. Kauli hiyo imeonyesha namna Shalulile alivyokuwa tayari kukutana na moja kati ya mechi kubwa zaidi katika soka la Tanzania, huku mashabiki wa Yanga wakisubiri kuona namna mshambuliaji huyo wa Namibia atakavyopambana katika dabi yake ya kwanza, dabi ya Kariakoo. Na ikumbukwe kwamba mchezo huo utachezwa tarehe 12 kwenye dimba la New Amani Complex kule visiwani Zanzibar. Sasa Peter Shalulile tayari ameshatua klabuni Yanga na tayari kwa mazoezi na tayari kuwakabili Simba Sport Club, na hayo ndiyo maneno ya Peter Shalulile. Sasa je, Peter Shalulile ataweza kufanya kweli kwenye dabi ya Kariakoo? Tukutane kwenye dabi ya Kariakoo, lakini kwa taarifa zinazoendelea hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Tutakuwa tunakuletea taarifa kila kukicha. Hii ni Tubone Media, hadi wakati mwingine tukutane kwenye taarifa nyingine. Bye bye.